بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, leo ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sawa na tarehe 29 ya mwezi huu wa April mwaka 2020 miladi, leo tunaanza risala nyingine iliyoandikwa pia na Sheikh Abu Abdul Bari Ahmad Al-Jazairi hafidhahullahu ta'ala, na hii ni kuhusu mwezi huu wa Ramadhani. Mudhakirahu shahru Ramadhan, tarikhuhu wa fadailuhu, amjaduhu wa ahkamu siyamih. Risala hii ya mwanzo itaelezea historia ya mwezi huu wa Ramadhani na fadhila zake, na wale amjaduhu, watukufu, watu waliofunga mwezi huu wa Ramadhani, wa ahkamu siyamihi, na hukumu za kufunga mwezi huu wa Ramadhani. Qala hafidhahullah, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Qala fa inna as-siyama lijamul muttaqin wa junnatul muharibin ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. صوم ndiyo kamba ya watu wachaji Allah, na ndiyo kinga ya wenye kupigana vita. Wa riyadhatul abrari wal muqarrabin, na ndiyo riadha ya watu wema na wenye kukurubishwa kwa Allah. Na saumu kwa Mola wa viumbe vyote baina ya amali nyingine zote. Saumu ni ya Allah, ni ya Mola wa viumbe vyote baina ya amali nyingine. Fa inna as-saima la yaf'alu shay'an wa innama yatruku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ma'budihi, kwani mwenye saumu hafanyi jambo lolote isipokuwa anawacha matamanio yake mchana, anawacha chakula chake mchana, anawacha kinywaji chake mchana, min ajli ma'budihi, kwa ajili ya Mola wake azza wa jalla. Fahuwa tarku mahbubati nafsi, saumu ni kuacha vitu ambavyo nafsi inavipenda, wataladhudhatiha, na pia vile vitu ambavyo ni vizuri kwa nafsi, ithara limahabbati llahi wa mardhati, kwa ajili ya kukhitari mapenzi ya Allah na kupata radhi zake. Wa huwa sirrun baina al-abdi wa rabbih, saumu ni siri iliyo baina ya mtu na Mola wake. La yattali'u alayhi siwahu, hakuna anayejua siri hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal ibadu qad yattali'una minhu ala tarki al-mufattirati adh-dhahira, watu wanaweza wakamjua mtu kwa kuacha venye kufunguza vya dhahir. Hani maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Zadul Ma'ad. Anasema Ibn al-Qayyim, as-siyamu sirrun baina al-abdi wa rabbih, saumu ni siri iliyo baina ya mtu na Mola wake. La yattali'u alayhi siwahu, hakuna anayejua siri hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibadu qad yattali'una minhu ala tarki al-mufattirati adh-dhahira, watu wanaweza wakamjua mtu kwa kuacha venye kufunguza vya dhahir.
anawacha kula mtu, anawacha kunywa, anawacha jimaa mchana wa Ramadhani, watu wanaweza kumjua huyo kwamba ana saumu. Wa amma kaunuhu taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ma'budi, ama kuwa mtu amewacha chakula chake mchana na kinywaji chake na matamanio yake mchana kwa ajili ya Mola wake, fahuwa amru la yattali'u alayhi bashar, hilo ni jambo ambalo hakuna mtu yoyote anayeweza kulijua. Wa tilka haqiqatu sawm, na huo ndio uhalisia wa saum. Uhalisia wa saum ni mtu kuacha hivi vinavyofunguza vya dhahir kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawacha vitu hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amemwamrisha afanye hivyo. Tarikhu fardhi, tarehe ya kufaradhishwa kufunga mwezi huu wa Ramadhani. Furidha Ramadhanu يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. Ibn Qayyim rahimahullah katika Zadul Ma'ad anasema umefaradhishwa mwezi wa Ramadhani kufunga siku ya Jumatatu ya siku mbili zilizopita za mwezi wa Shaaban, minas sanati thaniyati min alhijra, za mwaka wa pili wa hijra. Mwaka wa pili wa hijra, mtume alipohamia Madina, ndipo ikafaradhishwa kufunga mwezi huu wa Ramadhani, na ilikuwa ni siku ya Jumatatu tarehe 2 ya mwezi wa Shaaban mwaka huo wa pili wa hijra. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa qad sama 9 Ramadhanat, na mtume sallam alipofariki ilikuwa tayari amefunga Ramadhani 9, yani miaka 9 ameifunga Ramadhani mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama fi Zadul Ma'ad, kama ilivyo hivyo katika Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim mujallad wa pili safha 20. Alhikmatu min ta'akhuri fardhihi, hikma ya kucheleweshwa kufaradhishwa mwezi huu wa Ramadhani, kufunga mwezi huu. Nini hikma ya kucheleweshwa? Mbona imecheleweshwa mpaka mwaka wa pili, haikufaradhishwa kufunga mwaka wa kwanza wa hijra? Qala al-allama Ibn al-Qayyim rahimahullah fi safarihi al-mati' Zad al-Ma'ad fi hadi khair al-ibad المجلد الثاني صفحة 29. أسمى العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام. أسمى ilipokuwa nafsi kuacha vitu vyake ilivyovizoea na nafsi kuacha matamanio yake ni katika jambo gumu sana kwa mtu, taakhara fardhuhu, ndipo ikachelewa kufaradhishwa kufunga mwezi huu, ila wasatil islam, mpaka katikati ya Uislamu, baada alhijra, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia mtume, lamma tawattanatin nufusu ala tauhidi wassalah, wakati nafsi zilipotulizana juu ya tauhid na sala, wa alifat awamir alquran, nafsi zikazoea amri za Quran, fanuqilat ilayhi bitadrij, ndipo zikanukuliwa amri hizo za Qurani kidogo kidogo kwa Waislamu, zikaletwa hukumu kidogo kidogo kwa Waislamu, hazikuletwa amri hizo mara moja mwaka wa kwanza, kutokana na udhaifu wa nafsi. Kwa hiyo baada ya nafsi kutulizana katika tauhid na sala, hapo ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha kufunga mwezi huu wa Ramadhani. Fardhu siyami kana ala 3 marahil, kufaradhishwa kufunga kulikuwa katika daraja 3. Alula, daraja ya kwanza, furidha siyamu ashura, ilikuwa ni kufaradhishwa saumu ya Ashura, au fardhu siyami Ashura, kufaradhishwa saumu ya Ashura. Saumu ya kwanza ya lazima kwa Waislamu ilikuwa ni hiyo Ashura, tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, siku moja tu
ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ilikuwa ni lazima kwa Waislamu kabla ya kufaradhishwa kufunga mwezi huu wa Ramadhani. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية. ما قريش walikuwa kifunga siku hii ya Ashura katika ule wakati wa kijahiliya. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم, na alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akifunga hiyo Ashura kule Makka. falamma hajara ila almadina samahu, mtume alipohamia Madina akafunga siku hii ya Ashura. Wa amara bisiyamihi, akawaamrisha masahaba waifunge siku hiyo. falamma furidha shahru ramadhana, ulipofaradhishwa mwezi wa Ramadhan, qala man shaa samahu wa man shaa tarakah, mtume akasema anayetaka afunge hiyo ya Ashura na anayetaka awache kufunga baada ya kufaradhishwa saumu ya Ashura. Saumu ya Ramadhan ikawa ile Ashura ni sunna, ndipo mtume akasema anayetaka afunge na anayetaka awache hiyo Ashura, kwa sababu tayari ilikuwa imeshafaradhishwa saumu hii ya mwezi wa Ramadhan mwaka huu wa pili wa hijra. وكان الأمر بذلك في أول السنة الثانية وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان. Lilikuwa jambo hilo katika mwanzo wa mwaka wa pili. Mwanzo wa mwaka wa pili ilikuwa bado iliyofaradhishwa ni saumu ya Ashura peke yake, lakini wa fi sanati thania, mwaka wa pili huo huo, furidha shahru Ramadhan, ukafaradhishwa mwezi wa Ramadhani katika mwezi wa Shaaban. فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة. kwa hivyo haikutokea amri ya kufunga siku ya Ashura isipokuwa mwaka mmoja tu ndipo Waislamu walipofunga kwa lazima siku hiyo ya Ashura. ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي التطوع, kisha ikategemezwa jambo la kufunga Ashura kwenye maoni ya kufanya sunna. Anayetaka afunge Ashura na anayetaka awache kufunga, kwa sababu si faradhi tena, ni sunna. Baada ya kufaradhishwa saumu ya mwezi wa Ramadhan ikabakia saumu ya Ashura ni sunna ila yaumil qiyama. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري المجلد الرابع صفحة 141: دل حديث عائشة رضي الله عنها على أن صومه كان واجبا قبل أن يفرض رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها hiyo tuliyosoma iliyo katika sahihain inafahamisha kwamba saumu ya Ashura ilikuwa ni lazima kabla ya kufaradhishwa saumu ya mwezi wa Ramadhani. Saumu ile ya Ashura ilikuwa ni ya wajib, ilikuwa ni ya lazima kabla ya kufaradhishwa saumu ya mwezi wa Ramadhani. Wadalla aidan ala anna saumahu rudda ila at-tatawwu'i ba'da an kana fardha. Pia hadithi hii imefahamisha kwamba saumu ya Ashura ikarudishwa kwenye sunna baada ya kuwa ni faradhi. Baada ya kuwa ni faradhi ni lazima, ikarudishwa kwenye sunna baada ya kufaradhishwa saumu ya mwezi wa Ramadhani. Hiyo ni marhala ya kwanza ya saumu ya kufaradhishwa Ashura kwanza kabla ya kufaradhishwa mwezi wa Ramadhani. Athania, marhala ya pili, furidha ala takhyir, saumu imefaradhishwa kwa kukhiarishwa. Furidha ala takhyir, imefaradhishwa saumu kwa kukhiarishwa. Saumu hii ya Ramadhani ilifaradhishwa ala takhyir, kwa kukhiarishwa. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: إن الله لما أوجب رمضان كان المقيم مخيرا بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكينا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله anasema hivyo, anasema Allah alipowajibisha saumu ya Ramadhan alikuwa mukim, mtu aliye mjini ni mwenye kukhiarishwa baina ya kufunga na baina ya kumpa chakula kila siku maskini mmoja.
Yani kama mtu hataki kufunga, basi ampe chakula maskini mmoja kila siku anayowacha. Fakana alwajibu huwa it'am almasakin, ikawa wajib ni kumlisha maskini. Wanadaba subhanahu ila it'ami akthara min dhalik, akasunisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwalisha zaidi ya mmoja katika hao maskini. Faqala ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, na kwa wale ambao wanaweza kufunga basi ni fidya ya chakula cha maskini, fidya kumlisha maskini. Faman tatawwa khairan, mwenye kujitolea kwa khairi, fahuwa khairul lahu, hiyo ni bora kwake, akawapa zaidi ya maskini mmoja. Thumma qal, kisha mtume akasema, Allah akasema, wa antasumu khairul lakum, na mkifunga ni bora kwenu kuliko hiyo kumpa chakula maskini. Kufunga nyinyi ni bora kwenu. Falamma kanu mukhayyarin kanu ala 3 darajat, walipokuwa watu wamekhiarishwa, ikawa wako katika daraja 3. A'laha as-sawm, daraja ya juu ni ya saum. Allah aliposema wa antasumu khairul lakum, na kufunga ni bora kwenu kuliko hiyo kumlisha maskini. Kwa hiyo a'la hadhi darajat as-sawm, wayalihi, na ufuatia hiyo saum, an yut'ima fi kulli yawmin akthara min miskin, kumpa chakula, kuwapa chakula kila siku zaidi ya maskini mmoja. Hiyo ni daraja ya pili inayofuatia saum. Wa adnaha, na daraja ya chini kabisa, an yaktasira ala it'ami miskin, ni mtu kufupisha kumlisha maskini mmoja tu. Hizo ndiyo 3 darajati. Daraja ya juu saum, daraja ya inayofuatia ni kuwapa chakula zaidi ya maskini mmoja, na daraja ya chini ni kufupisha kumpa chakula maskini mmoja tu. Thumma inna Allaha hatama as-sawma baada dhalik, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akalazimisha saumu baada ya hivyo. Wa asqata at-takhyira fi 3, akaangusha ili kuyakhiarishwa katika hayo mambo matatu. Thumma inna Allaha hatama as-sawma, Allah subhanahu wa ta'ala akalazimisha saum baada dhalika, baada ya hivyo. Wa asqata at-takhyira fi 3, akaangusha hiyo kukhiarishwa katika hayo mambo matatu, ikabaki sasa ni saumu peke yake ni lazima. Athalitha, daraja ya tatu au marhala ya tatu, at-ta'kidu ala fardhi sawmi ramadhana biduni takhyir, kusisitizwa faradhi ya kufunga mwezi wa Ramadhani bila kukhiarishwa. Liqaulihi ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakayeuona katika nyinyi mwezi basi na afunge. Iliposhuka aya hii, ikawa hakuna tena khiari ya kutoa chakula, hata kuwapa maskini wengi, ni lazima kufunga, ikaondoshwa hiyo kutoa chakula. Akhbara as-sahabiyani Abdullah ibn Umar wa Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhuma bi anna hadhihi al-aya nasakhat allati qablaha. Wameelezea masahaba hawa wawili, Abdullah ibn Umar na Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhuma, kwamba aya hii imefuta ile iliyo nyuma yake, imefuta hukumu ya ile aya iliyo nyuma yake, ile faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Aya hii faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakayeuona katika nyinyi mwezi na ufunge. Aya hii imefuta hukumu ya aya ile iliyotangulia, imefuta hukumu yake, haikufuta tilawa. Tilawa inasomwa ila yaumil qiyama. Aya hiyo, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Kwa hiyo hukumu yake ndiyo iliyofutwa, ikabaki hukumu ya lazima kufunga ila yaumil qiyama kwa mwenye uwezo wa kufunga. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah,
في مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 377 مبينا الحكمة من هذا التدرج في التشريع. ابن قيم رحمه الله katika kitabu chake Miftah Dar as-Saada hali ya kuelezea hikma ya hii kuletwa hukumu hii kidogo kidogo, kuletwa hukumu na amri hizi kidogo kidogo katika sheria hii ya Kiislamu. Qala lamma kana ay as-sawmu ghayra ma'lufin lahum wala mu'tadin wattiba'u ta'bahu, ilipokuwa saum si jambo lenye kuzoewa kwa watu, wattiba'u ta'bahu, na tabia hukataa jambo la saum, idh huwa hajru ma'lufiha wa mahbubiha, kwa sababu saum ni kuacha, ni mtu kuacha vitu ilivyovizoea nafsi na vitu ambavyo nafsi inavipenda. Walam tadhuq ba'du halawatahu wa awaqibahu almahmuda, ilikuwa bado nafsi na tabia hazijaonja utamu wa saumu na pia hazijaonja mwisho wake wenye kusifiwa wa saumu. Wama fi tayyihi, na vilivyomo katika jambo hili ndani ya saum, min almasalih, maslaha mengi, walmanafi, na manufaa. Fakhuyirat bainahu wa baina al-it'ami wa nudibat ilayhi, hapo ndiyo nafsi na tabia zikakhiarishwa baina ya kufunga na baina ya kutoa chakula. Falamma arafat illatahu wa alifathu, baada ya nafsi na tabia kujua sababu yake na kuzoea ile nafsi, wa arafat ma tadhammanahu, na nafsi na tabia zikajua yaliyokusanywa na nafsi, min almasalih, katika maslahi mengi, walfawaid, na faida nyingi. Hutima alaiha ainan, ikalazimishwa ile saum ainan kwa kila mtu. Walam yuqbal minha siwahu, haikubaliwi lolote jingine isipokuwa saumu. Fakana takhyiru fi waqtihi maslaha wa ta'yinu as-sawmi fi waqtihi maslaha, ikaa kule kukhiarishwa katika wakati wake ni maslaha, lakini kulazimishwa saumu katika wakati wake ambao ni huu ni maslaha. Wa ta'yinu as-sawmi fi waqtihi maslaha, na kulazimishwa saumu katika wakati wake ni maslaha. فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته, ikahukumu hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweka kila hukumu wakati wake. lianna almaslahata fihi fi dhalika alwaqti, sababu maslaha katika jambo hilo yako katika wakati huo. وهكذا معاشر المسلمين أصبح شهر رمضان ركنا ركينا من أركان الإسلام. na hivyo ndugu zangu waislamu, ndipo mwezi wa Ramadhani ukawa ni nguzo madhubuti katika nguzo za Uislamu, wa sha'iratan min sha'airihi al'idhami bilkitabi was-sunna wal-ijma', na ni moja katika alama kubwa za Uislamu. Hii ni kwa Qur'ani na hadithi na ittifaqi ya maulama. faman aftara fi ramadhana mustahillan lidhalik wa huwa alimun bitahrimihi istihlalan lahu wajaba qatluhu, mtu aliyefungua katika mwezi wa Ramadhani, mchana wa mwezi wa Ramadhani, mtu akafungua mustahillan lidhalik, hali ya kuhalalisha jambo hili la kufungua, badala ya watu kufunga, yeye akafungua mchana wa Ramadhani hali ya kuona kwamba jambo hilo la kufungua ni halali. Wa huwa alimun bitahrimi, na hali yeye ni mwenye kujua kuharamishwa jambo hilo la kufungua, istihlalan lahu, kwa kuhalalisha jambo hilo, ni haramu kuhalalisha kufungua mchana wa Ramadhani, mtu huyo wajaba katluhu, ni lazima kumuua mtu huyo. Wa in kana fasiqan, akiwa ni mtu fasik asi, uqiba an fitrihi fi ramadhana, ataadhibiwa kwa kufungua kwake katika mwezi wa Ramadhani, bihasabi ma yarahu al-imam, kwa kiasi cha adhabu atakayoiona imam, akiwa mtu huyo ni fasik. Wa akhadha minhu hadda zina, atachukua kwake haddi ya zina, atamchapa haddi ya zina. Ikiwa ni muhsan atapigwa mawe, ikiwa si muhsan atapigwa viboko. Wa in kana jahilan, akiwa ni mtu mjinga,
urifa dhalik, atafahamishwa na kufundishwa hilo. Wa ukhidha minhu hadda zina, pia itachukuliwa kwake haddi ya zina. Wa yurja'u dhalika ila ijtihadi al-imam, lakini hilo litarejeshwa kwenye jitihadi ya imamu, yule kiongozi ndiye atakayejitahidi kwa adhabu hizo. Wallahu a'lam. Haya maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah katika miftahi dari saada. Hadha iqabuhu fi dunya, hii ni adhabu yake duniani. Amma fil akhirah, ama huko akhirah, faqad rawa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, baina ana naimun atani rajulan, wakati mimi mwenye kulala walinijia watu wawili, fa akhadha bi dhabi'ayya fa ata bi jabalan wa ara, wakanishika dhabi'ayya. Aldhabi'a ni ile adud hii masazi ya juu hapa ya mkononi, kwa wakanishika mkono hapa juu katika masazi yangu. Fa ataya bi jabalan wa ara, wakanipeleka katika jabali lenye kuteleza. Faqala is'ad, wakasema panda. Faqultu inni la utiquhu, nikawambia mimi siwezi kupanda. Faqala inna sanusahiluhu laka, wakasema sisi tutakusahilishia jambo hilo la kupanda. Fasaidtu, nikapanda. Hatta idha kuntu fi sawa'il jabal, mpaka nilipokuwa juu ya jabali. Idha bi aswatin shadida, mara nikasikia sauti kali. Qultu ma hadhihi al-aswat, nikasema ni sauti gani hizi? Qalu hadha uwa'u ahli an-nar, hizi ni sauti kali, mayowe ya watu wa motoni. Thumma ntulika bi, kisha nikapelekwa. Fa idha ana biqaumin muallaqina bi'araqibihim mushaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama, kisha nikapelekwa amara, niko kwa watu, nikawaona watu muallaqina bi'araqibihim, ni wenye kufungwa kwa nyuma ya visigino vyao. Mushaqqaqatan ashdaquhum, hali ya kupasuliwa pande za midomo yao imepasuliwa. Tasilu ashdaquhum dama, midomo yao inatirizika damu. Qultu, nikasema man haulai, ni kina nani hao wanaoadhibiwa hivi? Qala alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim, hawa ni wale wanaofungua kabla ya wakati wa kufungua kwao. Hawa ni wale wanafungua kabla ya wakati wa kufungua kwao. Wakati haujafika, jua halijazama, wao wanakula, wanafungua. Hiyo ndiyo adhabu yao huko akhira. فإذا كان هذا عذاب المستعجلين الذين يفطرون قبل غروب الشمس, ikiwa hii ni adhabu ya wale wanaoharakisha kufungua, ambao wanafungua kabla ya kuzama kwa jua, fakaifa yakunu iqabu man la yasumu aslan, vipi itakuwa adhabu ya asiyefunga kabisa? Kuanzia asubuhi anakunywa chai na mahamri yake na nini, wala hana habari ya saumu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Adhabu yake huyu itakuwaje? Ikiwa hawa walioadhibiwa hivyo ni wale wanaofungua kabla ya jua kuzama tu, saa 12 kasorobo anafungua, adhabu yao ni hiyo. Je, hawa ambao hawafungi kabisa, kuanzia asubuhi wanakula, adhabu yao taban ni kali zaidi, ni ngumu zaidi, adhabu yao ni nzito zaidi. Masala: إذا تبين خطر الاستهانة بانتهاك حرمة صوم رمضان فهل يلزمه شيء من كفارة أو قضاء أو فدية؟ ikibainika hatari ya kudharau na kuvunja heshima ya mwezi huu wa Ramadhani kwa kula kwa makusudi, fahal yalzamuhu shay'un min kafara au qadha au fidya, je itamlazimu huyo kitu chochote katika kafara, huyo aliyekula kwa makusudi mchana wa Ramadhani? Je itamlazimu kitu chochote katika kafara au qadha au kulipa au fidya au kutoa fidya?
Masala haya ikhtalafa alulama fi man akala au shariba mutaammidan ala qawlain ithnain. Maulama wamekhtalifiana kwa mtu aliyekula au aliyekunywa kwa makusudi, wamekhtalifiana kwa kauli mbili. Alqaulu alawwal, kauli ya kwanza, anna alayhi alqadaa wal kafara, ni kwamba ni lazima alipe siku hiyo na kulipa kafara. Ni lazima alipe saumu ya siku hiyo halafu pia na kulipa kafara. Wa huwa qaulu alhanafiyya wal malikiyya, hiyo ni kauli ya Hanafia na Malikia. Wastadallu bilqiyasi ala man jamaa ahlahu fi nahari Ramadhan, wametolea dalili hao qiyas, kukisia kwa mtu ambaye amemjami ahli yake mchana wa Ramadhani kwa makusudi, kwamba ni lazima alipe na lazima alipe saum na lazima pia atoe kafara. القول الثاني، قول يبيلي، أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، ni kwamba mtu huyo aliyefungua kwa makusudi mchana wa mwezi Ramadhani hana kafara wala hana kulipa saumu hiyo. Wa huwa madhhabu Shafi'iyya wal Hanabila wa ikhtarahu Ibn Habib min al Malikiyya, hiyo ni madhehebu ya Shafi'iyya na Hanabila, na ameikhtari kauli hiyo Ibn Habib katika maulama wa Kimalik. Qalu, wanasema liannahu irtakaba dhanban la yumkinu an yukaffara walau faala ma faal, sababu huyo mtu huyo aliyefungua kwa makusudi mchana wa Ramadhani amefanya dhambi ambayo haiwezekani kulipiwa kafara hata akifanya lolote atakalofanya. Fahaluhu mithlu hali qatili nafsi mutaammida, hali yake ni mfano wa hali ya mwenye kuiua nafsi kwa makusudi. Walhalifi kadhiban, na pia mwenye kuapa kwa kiapo cha urongo, huyo ndio hali yake hiyo. قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام المجلد الثاني صفحة 6: وقال أهل الظاهر وبعض العلماء من ترك الصلاة أو الصيام لا يلزمه القضاء. وسمى أهل الظاهر الظاهرية نباذي مع علماء، mtu mwenye kuacha sala au mwenye kuacha saumu ya Ramadhani kwa makusudi haimlazimu kulipa, lianna alqadaa warada fi nnasi wannaim, sababu kulipa sala kumekuja kwa mwenye kusahau na mwenye kulala. Wa huma almadhurani, na hao ndio wenye kupewa udhuru, hao pekee ndio wenye kupewa udhuru. Alilala sala zikampita au alisahau. Walaysa almutaammidu fi maana almadhur, huyo mwenye kufanya kusudi hayuko katika maana ya mwenye kupewa udhuru. Lakini pia walima qaluhu wajhun hasan, na kwa waliosema kuna waji mzuri. Wadhalika lianna as-salata laysat uqubatan min al-uqubat hatta yuqala idha wajabat ala al-ma'dhuri fawjubuha ala ghayrihi aula. Sala si katika adhabu ambazo si katika adhabu min al-uqubat, katika adhabu ambazo mpaka isemwe kwamba idha wajabat ala al-ma'dhuri, yani ikipasa kwa mwenye kupewa udhuru, fawjubuha ala ghairihi aula, basi wajibu wake kwa mwingine ni aula. Lianna as-salata ikramun min Allah ta'ala lil'abdi, sababu Allah ni Allah kumkirimu mja wake. Waqad samahu jalisan lahu, na Allah subhanahu wa ta'ala amemuita mja wake ni yule jalisi wake, yani rafiki wake anayekaa naye. Wa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih idha kana sajida, na mahali karibu ambapo mtu anakuwa karibu sana na Mola wake ni pale mtu anapokuwa ni mwenye kusujudu. ولا يستقيم مع هذا أن يقال إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقرب كان العاصي الذي لا عذر له أولى بالإكرام والتقريم. haikai vizuri, hainyooki pamoja na hivi kusemwa kwamba anapokirimiwa huyo maadhuru mwenye kupewa udhuru bil mujalasa, kwa kukaa naye na kujikurubisha na Allah, anakuwa asi ambaye hana udhuru, ni aula kukirimiwa na ni aula kukurubishwa. Haiwezekani.
wama hadha illa bimathabati man yurattibu alkarama ala asbabi almahana. Halikuwa hilo ilipokuwa katika daraja ya yule mwenye kupangilia karama kwa sababu za mahana, kwa ni sababu za utevu. Kumkirimu mtu ni katika sababu za kumkwaza yule mtu. Kwa ni jambo ambalo haliwezekani wala haliko sawa hilo. Taarifatu la budda minha, taarifat ambazo hakuna budi nazo, taarifat za lazima. ألف: الصوم في اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة المجلد الثالث صفحة 323: مصدر صام يصوم. الصوم في اللغة، صوم katika lugha ni masdar yasama yasumu sauman wa siyama. masdari zake mbili hizo, sauman wa siyama. Wa huwa al-imsaku mutlaqan. Saumu ni kujizuia kwa hali yote, kujizuilia kwa hali zote inaitwa saumu. Yuqalu rijalun wa nisaun suwamun wa suyamun wa suwamun wa suyamun, ismul fa'il hizo. Husema rijalun wa nisaun suwam, pia husema wa suyam wa suwamun wa suyam, asmaul fa'ilin. وقال الراغب الأصفهاني: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا. الراغب الأصفهاني anasema saumu katika asli ni kujizuilia na kitendo. Kujizuilia na kitendo, sawa hiyo ni chakula au ni maneno au ni kutembea. Kujizuilia kokote ndio saumu. Walidhalika qila lilfursi الممسك عن السير أو العلف الفرس، قيل للفرس الممسك عن السير أو العلف صائم. Kwa hiyo imesemwa kwa yule farasi mwenye kujizuilia kwenda au mwenye kujizuilia kula chakula chake husema saim. Farasi saim, mwenye kujizuilia kutembea au mwenye kujizuilia kula. ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مما كنذرك الله صوم kujizuilia kusema, falan ukallima al-yawma insiya, sitasema na yoyote mtu yoyote leo hii. Ai nadhartu an umsika anil kalam, maanake nimeweka nadhri kujizuilia kuzungumza. Hiyo ni katika lugha as-sawm. Wa shar'an as-sawm shar'an al-imsaku 'anil akli wash-shurbi wal-jima'i wa sa'iril mufattirati yawman kamilan bi niyyati as-siyam min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shamsi muddata 29 au 30 yawma. Saum kisheria ni kujizuilia na kula na kunywa, pia kujizuilia na jimaa, kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhan, wasairil mufattirat, lakini pia kujizuilia na vitu vyote vinavyofunguza, yauman kamilan, siku kamili, biniyati siyam, kwa nia ya kufunga. Kwa nia ya kufunga, min tulu'il fajri sadiq, tangu kutokeza alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua, muddata 29 au 30 yauma, kwa muda wa siku 29 au siku 30 za mwezi huu wa Ramadhani. Hiyo ndio taarifu kamili ya mwezi ya saum. Hiyo ndio taarifu kamili ya saum. Amma al-imsaku anil akli washurbi shahwat al-batni, ama kujizuilia kula na kunywa, hii ni shahwat al-batni, ni matamanio ya tumbo. Faqad dalla alayhi mafhumu qawlihi ta'ala, imefahamisha juu ya hilo mafhumu ya maneno ya Allah mtukufu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hiyo imefahamiwa katika maneno ya Allah, kuleni na mnywe mpaka ubainike kwenu uzi mweupe kutokana na uzi mweusi, ambapo ni alfajiri. Ikishabainika alfajiri, tayari wakati
wa kufunga umeanza, kwa kujizuilia na kula na kunywa katika kipindi hicho, tangu kutokeza alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Pili, walimsaku anil jamaa, na kujizuilia na jimaa, shahwatil farji, matamanio ya tupu, kitendo kile cha ndoa. Dalla alayhi mafhumu qawlihi ta'ala, umefahamisha hilo mafuhumu ya maneno ya Allah mtukufu, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa usiku wa saumu kuwaingilia wake zenu, kuwajamii wake zenu. Kwa mafuhumu yake hii ni kwamba mchana anatakiwa mtu ajizuilie na kitendo hicho cha jimaa, cha kitendo cha ndoa kwa ahli yake. Tatu, washiratu niyya, kushartizwa nia katika saum. Dallat alayhi sunnati sahihatu min jihataini, imefahamisha hilo hadithi sahih kwa pande mbili. An-nassul aam, kwanza nasi inayoenea, wa huwa qawluhu alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, hakika amali zote zinazingatiwa kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu vile alivyonuilia. hiyo ni nass am muttafaqun alayhi. والنص الخاص نص خاص وهو ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. asiyenuia صوم قبل الفجر huyo hana صوم. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. asiyenuia صوم قبل الفجر huyo hana صوم. Na kunuia kama itakavyokuja ni moyoni, kunuia ni moyoni kama itakavyokuja, kama wanavyosema maulama, ile nafsi ya kuamka mtu ukala daku ndio tayari hiyo ni nia kwamba unafunga kesho. Kwa nia inakuwa ni moyoni, sio ya kutamka kama itakavyokuja huko mbele. 4. والتوقيت اليومي الدقيق من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. na wakati wa kila siku ni tangu kutokeza alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Dalla alayhi qawluhu azza wa jalla: hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, mpaka ubainike kwenu uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ambapo ni alfajiri. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni saumu ila al-layl, mpaka kuzama kwa jua. والآية الكريمة أطلقت الفجر. آية هي تكوف imeachilia الفجر. ولم تبين الخيط الأبيض من الأسود. haikubainisha huo uzi mweusi, haikubainisha aya uzi mweupe kutokana na uzi mweusi. wajaa tawdihuhuma fi sunnati sahiha, imekuja kuwekwa wazi uzi huo mweupe na mweusi katika hadithi sahih. wa anna almurada bidhalik alfajru as-sadiq, muradi wake ni alfajiri ya kweli. wa huwa albayadhu almustatiru fil ufuq, na alfajiri ya kweli ni ule weupe wenye kuendelea, weupe ule wenye kuendelea katika pande zote za mbingu. Kama sayati bayanuhu lahiqan insha Allah, kama utakavyokuja uwazi wake baadaye insha Allah. 5. wa muddatu siyami min 29 ila 30 yawma, muda wa saum ni siku 29 mpaka siku 30. warada bayanuha wa dhabtuha bi asabihi sharifa, umekuja uwazi wa hilo, uwazi wake na kudhibitiwa kwake kwa vidole vyake vitukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam: inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsibu ash-shahru hakadha wa hakadha, yani maratan 29 wa maratan 30. muttafaqun alayhi. Sisi ni umma ambao ni ummiya. Ummiya vipi? La naktubu wa la nahsibu, hatuandiki wala hatuhisabu. Ash-shahru hakadha wa hakadha, mwezi ni hakadha na hakadha, yani anakusudia
mara nyingine mwezi ni 29 unatoka, mara nyingine ni siku 30 mwezi wa Kiislamu. Muttafaqun alayhi. Qala al-Hafidh fi al-Fath wa aqada al-ibhama fi ath-thalitha wash-shahr hakadha wa hakadha, akafunga ibham kidole chake gumba katika ile mara ya tatu na kusema wash-shahr hakadha wa hakadha. Wa hakadha yani tamama 30, wa hakadha ina maana ukamilifu wa 30. Mara nyingine ni 29 mwezi, mara nyingine ni 30. idhan wa hakadha yani tamama 30, ay ashara awalan bi asabi yadayhi al-ashr jami'an marratayn. Maana yake ni kwamba aliishiria mwanzo kwa vidole vyake, kwa vidole vya mikono yake 10 vyote mara mbili. Aliishiria kwa vidole vya mikono yake 10, vidole 10 jami'an kwa pamoja mara mbili. Wa qabadha al-ibhama fi al-marrati ath-thalitha, alafu akakunja kidole chake gumba katika mara ya tatu. Wa hadha huwa al-mu'abbaru anhu biqawlihi 29. Hii ndio iliyofasiriwa kwa neno lake 29. Wa ashara bihima marratan ukhra 3 marrat, akaashiria pia kwa mikono yake hiyo mara nyingine akaashiria mara tatu. Wa huwa al-mu'abbaru anhu biqawlihi 30. Hiyo ndio iliyofasiriwa kwa neno lake 30. Aliishiria mara tatu vidole vya mikono yake miwili, mara tatu ni kwamba ni 30. Mwezi ina maana mwezi wa Kiislamu mara nyingine ni 29 na mara nyingine ni siku 30. Raddu khurafatin sufia, kukataa khurafa ya kisufi. Dhakara baadhi sufia anna Adam alayhi salam lamma akala min ash-shajara thumma taba taakhara qabulu taubatihi. Baadhi ya masufi wanasema kwamba Nabii Adam alayhi salam alipokula katika ule mti kule peponi, thumma taba, kisha akatubia, taakhara qabulu taubatihi, kukachelewa kukubaliwa toba yake, mimma baqiya fi jasadihi min tilka al-akla 30 yawman, kwa kile chakula kilichobakia katika mwili wake, katika kula huko siku 30 kilibakia. Falamma safa jasaduhu minha, mwili wake ulipotakata na chakula hicho, tiba alayhi, ndipo aliposamehewa. Fafuridha ala dhurriyatihi siyamu 30 yawma, ndio wakafardhishiwa watoto wake saumu ya siku 30. قال الحافظ في الفتح المجلد الرابع صفحة 102: وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك. jambo hilo walilolezea masufi linahitaji kuthubutu sanadi yake, ila man yuqbalu qawluhu, kwa yule ambaye hukubaliwa maneno yake katika jambo hilo. Mtume SAW iko wapi athari hiyo inaofika kwa Mtume SAW? Wa hayhata wujdanu dhalik, kukombali kupatikana sanadi hiyo mpaka kufika kwa Mtume SAW. Hii inamaanisha kwamba ni urongo wa masufi kusema hivyo, kwamba eti ilichelewa toba ya Nabii Adam, ndio maana kikabakia chakula katika vile alivyokula kule peponi, kikabakia katika mwili wake. Liliposafika mwili wake ndipo aliposamehewa, wakafaradhishiwa watoto wake saumu ya siku 30. Hizo ni khurafa za kisufi. Ba ash-shahru ma'rufun wa asluhu min al-ishtihar. Mwezi, neno shahr ma'rufun, linajulikana, wa asluhu min al-ishtihar wa huwa dhuhur, asli yake ni ishtihar, ni kudhihiri. Yuqalu shahara al-amru shahran lishuhrati amrihi, husemwa shahara al-amru shahran lishuhrati amrihi, kwa kutangaa jambo lake. Likaunihi miqatan lilibadat wal muamalat, kwa kuwa ni wakati wa ibada na muamalat. Fasara mushtahiran baina an-nas, ikawa ni lenye kutangaa baina ya watu. جيم رمضان. قال الراغب: رمضان هو الرمض أي شدة وقع الشمس، ni ule ukali wa jua. الرمض أي شدة وقع الشمس، ramli ni ule ukali wa jua. Waramdhau shiddatu harri shamsi, na ramdha pia ni ule ukali wa joto la jua. Waramadhatil ghanamu ra'at fi ramdha'i faqarahat akbaduha,
ramadhatil ghanam maana yake ra'at fi ramdha, wale mbuzi wamekwenda katika malisho yao katika wakati ule wa jua kali. Faqarahat akbaduha, vidonda, yani akbadi zake zikapata vidonda. Naam. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن صلاة الضحى. وشهودية هيلو حديث يلوipokea الإمام مسلم في صحيحه kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amesema katika jambo la salatu dhuha, salatul awabina hina tarmudhul fisalu, sala ya awabin, wenye kurejea kwa Allah, ni wakati jua linapokuwa kali. Qala wa ramdhul fisali an tahriqa alramdha'u akhfafaha, ni wale mawe katika jua kali kuteketeza hofu viatu vyao, hofu za wale wanyama, wale ngamia. Fatabruka, alafu wakakita magoti. Waqila summiya Ramadhan liannahu yurmidhu dhunuba, na imesema kwamba umeitwa mwezi huu wa Ramadhan kwa sababu yurmidhu dhunuba ay yuhriquha, huteketeza madhambi, bil a'mali salihah, kwa amali njema. Madhambi yanachomwa na kuteketezwa kwa amali njema katika mwezi huu wa Ramadhan, ndio maana umeitwa Ramadhan. Summiya Ramadhanu liannahu yurmidhu dhunuba ay yuhriquha bil a'mali salihah, huteketeza madhambi kwa amali njema. Wa an az-Zamakhshari al-Mu'tazili qala lamma naqalu أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها. ولipnukuu majina ya miezi kutokana na lugha za zamani, samauha bilazminati allati waqa'at fiha, wakaita ile miezi katika zile zama ambazo waqa'at fiha, zimetokea katika miezi hiyo. Fawafaqa hadha ash-shahru ayyama ramdhil harri, ukawafiki mwezi huu siku zile za joto kali. Fasummiya Ramadhan, ukaitwa mwezi huu mwezi wa Ramadhan. Wayujma'u ala ramadhanat wa armidha, jamii yake hujumuishwa wa ramadhanat na armidha. Faida: dhakara Abu al-Khair at-Talaqani fi kitabihi Hadhair al-Quds li Ramadhana 60 isman, asema Ramadhan ina majina 60, li Ramadhana 60 isman. Asema Abu al-Khair huu kwamba Ramadhan ina majina 60. Kwa leo haya yanatosha. Tuwape wasikilizaji wetu nafasi ya kusikiliza vizuri ili wasichoke. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika haya tuliyowafundisha, pia wafikishe wasikilizaji wetu kuyafahamu na kuyatekeleza yote haya tunayoyafundisha. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.